Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa televisheni yetu, karibu katika tafakari ya siku ya leo, Jumamosi ya juma la 32 la mwaka C wa kanisa. Ninayekuletea tafakari ni mimi Padre Salvatori Magangila wa Jimbo Katoliki la Geita. Na tafakari ya leo tutasoma kutoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya kwanza mpaka ya 8. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijilia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yosefati wa Polotski ambaye alikuwa abate na mtawa. Kutokana na Injili ya leo, tunafundishwa juu ya umuhimu wa kusali na kuomba bila kuchoka. Mwanadamu, mahusiano yake na Mungu yamejikita katika kuitwa na kuitika. Sisi tumeitwa kwa kuletwa duniani na tunatakiwa kuitika kwa kumtafuta Mungu katika maisha yetu. Mungu ambaye yuko mahali pote haonekani kwa macho yetu sisi wanadamu. Mahitaji yetu na shida zetu tunamuelezea kwa njia ya kusali na kuomba. Kusali ni tendo la kuinua moyo kwa Mungu, nafsi ikiongozwa na imani na matumaini ya kwamba yupo anatuona, yupo anatuangalia, anatusikia. Sala inahitaji saburi. Saburi ni kuwa na uvumilivu. Wengi wanashindwa kusali kwa sababu wanatamani aombe mara moja na kupata hapo hapo. Wengi vile vile wanakata tamaa ya kusali baada ya kuona jambo lake analomwomba Mungu halifanikiwi leo na kesho. Anasema kusali hakuna maana. Ndugu zangu, kusali kumefananishwa na kubisha hodi mlangoni. Tukiwa na shida nyumbani kwa mtu, hata asipoitikia hodi, tunaendelea tu kugonga. Kusali kunafananishwa na unapomuuliza mtu swali, kabla hajakujibu, unaendelea kutumainia tu na kusubiria hata jibu lako lipatikane. Ndugu zangu, tendo la sala linahitaji uvumilivu. Tendo la kusali linahitaji saburi. Linahitaji kuwa na moyo wa subira, kuwa na moyo wa kungojea. Ndugu zangu, leo tunakumbushwa na Bwana wetu Yesu Kristo, tupatapo na shida zetu za kila siku, katika mahitaji yetu ya kila siku, tudumu katika kusali bila kuchoka. Tumwombe Mungu ambaye anatusikia muda wote. Tuendelee kumwomba Mungu wetu ambaye yuko tayari kutusaidia wakati wowote. Tunaalikwa tuwahimize ndugu katika familia, baba wa familia, mama, watoto, tujenge utamaduni wa kusali kila siku katika maisha yetu. Sala zetu wakati mwingine zinakwama pale tunapofanya jaribio la kumlilia Mungu wakati wa shida au wakati tumepata kipindi kigumu. Lakini tofauti na hapo, tunaalikwa tusali muda wote, tujenge mahusiano kati yetu na Mungu muda wote.
tumkimbilie na kumtegemea Mungu muda wote, ili hata pale tunapopatwa na shida kubwa tayari tuwe katika mazoea ya kusali na sala hizo ziweze kutuokoa. Tumwombe Mtakatifu Yoshafati shahidi, ambaye aliishi maisha ya kitawa akadumu muda wote katika kusali, atuombee kwa Mungu na sisi tuwe na moyo wa kusali. Tusali katika familia zetu, tusali katika jumuiya zetu, tusali katika nyumba za kitawa, tusali katika nyumba za mapadre, tusali katika abasia na convent, tusali katika shule zetu za kanisa. Walimu wanaosimamia shule za kanisa waweke utaratibu ambapo sala za asubuhi zisaliwe, sala za jioni zisaliwe. Kabla ya kuanza vipindi katika shule zetu, walimu wa madarasa waanze kwa sala na wahitimishe kwa sala. Madaktari na wafanyakazi hospitalini tuanze kwa sala, tuhitimishe kwa sala. Na vile vile hata tunapokwenda kwenye biashara zetu, dukani, sokoni, tuanze kwa sala. Wakulima tunapokwenda shambani tuanze kwa sala. Na kwa kufanya hivyo Mungu atatukirimia katika mahitaji yetu. Kristo, asanteni kwa kunisikiliza.